Bara, kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye soka la Tanzania na yanapaswa pia kuchukuliwa hatua kwa haraka zaidi. Karibu sana kuweza kuifuatilia Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwaibeji ya FIFA. So kesi tuliweza kuona pia mambo mengi yakizungumzwa hapa majuzi kati kuhusiana na swala zima la timu kukwepa kwenda kuvalia nguo katika eneo lingine tofauti na nyumba ambayo inakuwa imeandaliwa au chumba ambacho kinakuwa kimeandaliwa. Tuliona juzi Young Africans kwenye dabi ya Kariakoo wakivalia nguo katika nyumba ya pembeni kabisa, nje kabisa na eneo husika, kitu ambayo ilizua taharuki kubwa sana. Sasa pale kwenye dimba la Sheikh Amri Abeid Arusha kwa siku ya juzi tuliweza kuona kwa upande wa timu ile ya kina Chobwedo TRA United walikuwa kwa nyumbani wakiwaalika Azam FC, moja kati ya mechi ambayo ilikuwa bora sana, na tuliweza kuwaona TRA United wakiwa kwenye kiwango kizuri haswa katika mchezo huo. Sasa kwa upande wa TRA United wao wenyewe, namna ambavyo walifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4 kwa moja dhidi ya Azam, wengi walizungumza kiuhalisia kutokana na namna ambavyo Azam FC walikuwa wako chini sana katika mchezo wenyewe, lakini pia namna ambavyo kwa upande wa TRA United walikuwa wanajituma katika ule mchezo na wakafanikiwa kuweza kuibuka na ushindi ambao ni mnono. Wengi wakawa baki kujiuliza, hivi Azam ndo hii inacheza katika kiwango hichi? Sasa kuna taarifa ambazo zipo. Hizi ni taarifa ambazo ni za ndani haswa ambazo zimekuwa zikiendelea kuhusiana na masuala haya ambayo yamezuka pia kwa siku za karibuni, vyumba kupulizwa dawa na vitu kama hivyo. Sasa habari za ndani kabisa zinasema kwamba wachezaji 4 wa Azam FC wameugua ghafla baada ya mechi ya siku ya jana. Mpaka leo hii baadhi yao wamepelekwa hospitali. Miongoni mwao ni mchezaji kama Ashraf Kibeku ambaye pia hali yake inaelezwa kwamba si nzuri, lakini Pasco Msindo ambaye pia inaelezwa kwamba anapata shida kwenye kupumua, koo lake kidogo linaonekana kuwa na tatizo. Lakini pia wachezaji wengine ni Feila Sofi Feitoto pamoja na Lusajo Mwaikenda. Hizi ni taarifa ambazo zinaendelea za ndani kabisa, ambazo bado hazijawa wazi zaidi kutokana na kile ambacho kinaendelea, na taarifa ambazo zinazungumzwa na zinasema kwamba huenda wachezaji hao wakawa wamevuta hewa yenye sumu au kula chakula au kinywaji chenye sumu jana baada au kabla ya mchezo wao dhidi ya TRA United. Hizi ni taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kuhusiana na hali za wachezaji hao wa kikosi cha Azam FC. Ni jambo ambalo limezuka kwa ghafla kwenye ardhi ya Tanzania na limekuwa likizungumzwa pia mara kwa mara. Pengine kwa upande wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, TFF ambao ni mamlaka ya soka letu, walipaswa pia ama wanapaswa kwa hivi sasa kuanza kuangalia ile tukio kutokana na namna ambavyo lilivyo, lakini pia namna ambavyo ya mazingira yamekuwa yakihusishwa, lakini pia kwa upande wa usalama ni vitu ambavyo vinatakiwa kuangazia hivi kwa ajili ya kuweza kujua kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa na kuweza kuweka ulinzi mkali. Manake kama hali kama hii na kuwepo hivi, na tumeona pia mambo yakizungumzwa, maana kwamba jambo mpaka likazungumzwa kwamba kuna vitu ambavyo tayari vimeshaanza kuonekana, vinaweza vikawa vinaonekana kwamba vijawa wazi, lakini jambo mpaka likafikia hapo, basi inaonekana kwamba hali ni tete ambayo inaendelea kwenye soka la Tanzania na haina afya hata kidogo kwenye soka letu. Ni kitu ambacho kinaonekana si cha kiungwana kabisa kwenye masuala ya kimichezo. Yani timu inahitaji matokeo nje ya uwanja pasipo ndani ya uwanja. Ni jambo ambalo lahuzunisha, jambo ambalo linaogopesha haswa kwenye soka la Tanzania, kitu ambacho kinaleta athari kubwa sana kwenye soka la Tanzania. Ukiangalia mechi ya Azam pamoja na TRA United, kuna namna ulikuwa ukiangalia Azam FC unasema kabisa
namna ambavyo wanavyocheza Azam na namna ambavyo TRA wanacheza, kuna mambo ya nje ya uwanja yanaonekana yametendeka, na ndicho ambacho pia kinaonekana kinaendelea kwa hivi sasa. Kikubwa tuweze kuvuta subira na kujua pia taarifa kwa undani kuhusiana na wachezaji hawa, lakini pia kama iko hivi, je, hili linatokomezwa vipi? Ni moja kati ya njia ambalo pia inapaswa kutazamwa zaidi. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Hakikisha una subscribe channel yetu. Bye bye.